Ujambo na karibu mtazamaji wa Sky TV popote pale ambapo upo, wakati mwingine tena ambao tunakutana katika jicho letu, na kazi moja tu ya jicho ni kutazama kile ambacho kinaonekana na kukuletea undani wa lile jambo husika. Mariango Mgeta ndo jina langu na nikukaribishe mpaka tamati tukizungumza yale ambayo tumejaliwa kuweza kuzungumza siku ya leo katika jicho letu. Lakini wakati huo pia nikufahamisha kwamba moja kati ya nafasi yako muhimu ni kutufuatilia kwa mitandao yetu ya kijamii kupitia YouTube, Instagram pamoja na Facebook. Andika tu Sky International TV. Karibu sana katika jicho letu. Mariango Mgeta ndo jina langu. Leo nimepata nafasi muhimu sana ya kuwa hapa na comrade engineer Nasli Ali Juma, yani mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Karibu sana baba. Haya bwana, asante. Safi, shikamoo. Naam, karibu. Habari ya huko? Nzuri tu. Sawa, karibu sana Sky TV. Mimi kwa jina naitwa engineer Nasli Ali Juma au comrade Ali Juma. Naam. Ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Sawa. Watu wengi wanataka kuweza kufahamu nafasi ya mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Huyu majukumu yake ni yapi? Mimi nitaeleza kwa kifupi tu. Na jukumu ya mjumbe wa kamati kuu. Kamati kuu ndio chombo cha mwisho kabisa, cha juu kabisa chenye maamuzi ya Chama cha Mapinduzi. Kifupi ndivyo. Ndio. Sawa. Cha juu kabisa. Okay. Chenye kwa maamuzi ya Chama cha Mapinduzi. Sawa. Kikubwa ambacho tunataka kuweza kufahamu zaidi ni kuhusu namna ambavyo maendeleo yameweza kupatikana kupitia Chama cha Mapinduzi katika safari ya kipindi cha miaka mitano. Tuanze miaka mitano iliyopita. Hali ya maendeleo ikoje, lakini je, utekelezaji wa ile ilani kwa kile kitu ambacho mlikuwa mmekipanga kiweze kutekelezwa yamefikiwa kwa kiasi gani? Karibu. Chama cha Mapinduzi kwa kweli maendeleo yalifikiwa ni makubwa sana, lakini toka huko nyuma kwa maendeleo yanakuja kidogo moja baada nyingine kujibwa ilani ya chama chetu. Lakini kwa kipindi hichi cha sasa hivi kwa uongozi wa Mheshimiwa Samia, mwenyekiti wetu akishirikiana na makamu mwenyekiti Dr. Hussein, maendeleo yamekuwa ni makubwa mno. Nadhani wewe kama mwandishi wa habari, yani ni maendeleo ambayo kwa kweli hana mfano. Yani ni makubwa mno. Vitu vingi vimefanyika kwa muda mfupi sana. Bila kwamba wananchi wakuwa hawajatarajia. Kwa mujibu wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Sawa. Hii ni katika upande wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Vipi katika upande wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, nikiwa namaanisha Zanzibar, hali ya maendeleo na kile ambacho mlikiweka katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, utekelezaji wake umevuka eneo au umefika pale pale ambapo mlikuwa mnataka ifike? Chama cha Mapinduzi kimejitekeleza kwenye ilani katika masuala ya barabara, hospitali, za jamii, vitu vingi ambavyo wananchi wanatarajia kama vitaleta maendeleo kwa maslahi ya wananchi. Kwa hivyo imepitiza ile ahadi au kile kiwango ambacho ilani imetaka. Yani wao wametaka kutekeleza ilani, wamepitikiza. Dr. Hussein amepitiliza kwa asilimia 100 na kitu, kama labda 150 au 120, kwa sababu imepitiliza. Kila mmoja anaweza kusoma kwa nafasi yake. 100 na 200, 300, utakasema 400. Kwa fupi ameweka rekodi kubwa sana. Sawa. Mtazamaji wa Sky TV angependa kufahamu, wakati tunazungumzia maendeleo, kwa vyote kunakuwa na changamoto za kufikia yale maendeleo. Niko na maanisha sio rahisi kufanya tu maendeleo kayapata, lazima upitie kwenye changamoto mbalimbali. Mwanzo labda katukumbusha changamoto kadhaa ambazo labda mnazama kwamba kulikuwa na hiki lakini Mungu alitusaidia tukavuka na sasa tumefika kule. Unajua kwenye maendeleo au jambo lolote jema ambalo unataka kulifanya, lazima linakuwa na changamoto.
lakini kwa busara na hekima viongozi wetu wameweza kutumia busara na hekima kuweza kuziondosha. Kwa mfano changamoto za kama wananchi kulipwa fidia au kama labda pengine, unajua wakati mwingine wanaotaka maendeleo wapo na wasiotaka maendeleo wapo, wanapinga maendeleo wapo na wanaotaka maendeleo pia wapo. Kwa hivyo changamoto zipo. Okay. Na nadhani kwamba kwa wakati huu na tunasema miaka 5 tayari tumeanza safari nyingine mpya kwa yale ambayo mliyapitia, changamoto ambayo mmepitia katika kuelekea katika maendeleo. Unavyoona kwa umri wako na kwa uzoefu wako, unadhani mbele ya safari inaweza katokea hali ya namna hiyo au tayari kwamba dawa yake imepatikana, suluhu imeisha na sasa tunahakika kabisa yale tunayotaka mbele yatatimia tu, labda hiji changamoto nyingine tofauti na ya nyuma? Unajua tulipoanza nafikiri kuwa uchumi wetu kwa 4 point something nadhani na tukafikia 7 point something. Kwa hiyo ni hatua kubwa. Na kwa mujibu wa ilani ya chama chetu na usimamizi mkuu wa viongozi wetu hawa wawili, nadhani hapa 7.5 tunaweza tutazidi na imani kubwa tutazidi. Kwa hiyo tukizidi ina maana maendeleo yatazidi zaidi. Hii kwa wazi kabisa. Sawa sawa. Tumeshuka kidogo lakini tunapanda tena kutokana na hali ya uchumi. Nataka kufahamu na labda mtazamaji anataka kufahamu nani haswa mlengo ambaye anapaswa kuweka nguvu ili hapo tutaposema uchumi umekaa sawa, basi kila mmoja aseme kwamba mimi nimeshiriki kuhakikisha kwamba uchumi umekaa sawa. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wengi wanaamini kwamba kwa sababu imeandikwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi basi ni jukumu lao Chama cha Mapinduzi wao kufanya, wananchi huko kusubiri tu. Na ndio maana wakati mwingine mwisho wa siku unakuta kwamba kunakuwa na malalamiko, hakijafanyika hiki, hakijafanyika hiki. Lakini nataka tujue kwamba ni jukumu la nani kuhakikisha kwamba hiki kinafanyika. Unajua unapozungumza uchumi una fluctuate. Uchumi unaweza kupanda na ukashuka bila kutegemea. Inategemea na ile hali halisi ya dunia inapokwenda. Unaweza kupanga wewe hivi ikatokezea nyingine hivi. Ndio uchumi ulivyo, unaweza kupanda, unaweza ukashuka. Lakini kwa tunavyotegemea sisi wenyewe au viongozi wetu kwamba uchumi utategemea utapanda zaidi. Na kusapanda basi nadhani tutafanya mambo mengi sana. Sawa sawa. Makubwa zaidi. Sawa. Mtazamaji, kumbuka unatazama Sky TV na Jicho Letu ndio kipindi ambacho tunakiangalia kwa wakati huu. Nimepata nafasi ya kuwa na Mheshimiwa Comrade Engineer Nasri Ali Juma, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, na tukizungumzia zaidi kuhusu maendeleo kupitia Chama cha Mapinduzi bara pamoja na visiwani, kuona kwamba imekaaje na nini utekelezaji wake. Nafasi ya vijana katika kupeleka maendeleo na kuyafikisha maendeleo. Nataka tuzungumzie vijana katika mapana yake. Kwanza, chama kinawaangalia kwa jicho gani vijana? Unajua nafasi ya vijana kwenye chama iko nzuri. Nadhani naamini kipindi hichi ambacho cha awamu hii kwa serikali zote mbili, nadhani serikali itakuwa vijana. Na vijana watakuwa wao kitu cha mwanzo wa wazalendo. Na wasio na pupa na maisha na mambo mengine. Yaani wazalendo, waadilifu, waaminifu na wanaipenda nchi. Maana sasa wazalendo ipo kila kitu. Na wasio na haraka. Kutaka mambo ya haraka. Hata zote sisi zamani. Hakuwa na haraka. Nakuta zamani mimi nakumbuka ule Zanzibar, uwezi kumkuta labda mjumbe wa Chama cha Mapinduzi ana nyumba 3. Kwa sisi ilikuwa ngumu sana huko tunakotoka. Yaani kwamba kutokana na nafasi alionayo ghafla awe anamiliki nyumba 3. Ilikuwa kazi kubwa sana. Na hiyo tunahesabu kwamba haijapita miaka 5, yani iko ndani hiyo. Sasa hiyo kuna tukija akishamaliza nafasi tayari. Sasa hili linaweza likaondoka mara moja tu. Vijana kitanguliza uzalendo
na kupenda nchi yao na kutaka endelee zaidi. Sasa sisi kwa vijana jambo hilo ni muhimu sana wao walijue. Kwamba wafanye kazi kwa uadilifu na kwa uaminifu na bila ya mambo mengine ambayo yalikuwa hayakuwepo hapo zamani. Somo la uzalendo umeligusia sana, lakini unadhani linaeleweka kama inavyotakiwa kueleweka kwa wale wahusika ambao tunawazungumzia vijana, au bado uzalendo unabaki kwenu nyinyi wazee ambao tayari mmepita ndo mnaijua zaidi, mkijaribu kuiweka hii uzalendo kwa vijana kama wanaona ambao wanatupa mzigo ambao sio wa kwetu sisi, maisha sasa hivi inabidi ukimbie uende mbio, wazee wetu wanatuletea taarifa hizi, hii uzalendo unaingia haswa kwa vijana na wanauelewa kweli kweli? Unajua mimi mara nyingi wanasema sijui nile chuo gani nikasome siasa mpaka niwe kiongozi mzuri. Sijui nile wanafuka umri ule hapa nilipofikia. Lakini na mimi uzalendo wangu ndio siasa ambayo itakuwa njema kwangu mimi. Na kujifunza kwa viongozi wangu. Na kutazama utakuta vijana wengi wanakwenda chuo wa siasa na nini, lakini matokeo yake nil, hakuna kitu. Ukiangalia makaratasi mazuri sana, kasoma huku, akapata marks za juu. Marks za juu kabisa. Lakini mimi mara nyingi nasema mimi kasomeni lakini mimi nipo. Na kutazama mimi uwezo wangu wa kufanya kazi sijisifu, lakini sifanyi kazi ile kwenye siasa. Mpaka sasa hivi nadhani kama kuharibu kidogo tu, sababu mimi binadamu. Wewe kwamba ukafanya kila kitu kikawa sawa. Ikawa sawa. Makosa yao. Sienda mimi chuo kikuu cha siasa. Sienda. Ulianza sasa. Lakini kikaa na mtu ambaye amesoma siasa na chuo kikuu naweza nikamchallenge. Kwa sababu gani? Nimeka uzalendo mwanzo mbele. Unajua mimi kuna kipindi nilikuwa nimekaa Uingereza kule. Nikaa Uingereza na fasuli zangu. Nikasai wajamaa kaja kanishawishi kidogo. Bwana fanya hivi, wewe jilipue. Usajilipua utapata sheria, utapata British passport. Nikamwambia mimi hata nipate British passport. Mimi sio British. Mimi nasi bado mweusi. Sina haja kujilipua. Hapana, wewe jilipue kwa sababu wewe profession yako ni marine. Kuna kazi kule Liverpool. Ukipata kule mambo ya meli, utakosa ukata. Nikamwambia hapana, mimi nitafanya kazi hizi za kufagia. Lakini kusema nikajilipue kule nikataa mimi kwamba si Mtanzania na mambo mengine kusema kasema hicho kitu sikifanye. Nikakaa miaka 5. Kwa hivyo najifunza mambo mengi. Kwa mimi najua nataka kifanya na mwelekeo wangu. Kwa sababu mimi nianzia toka youth league moja vijana. Moja vijana tukaanza mambo mengine ya siasa. Kwa hivyo niko makini sana kwa mambo hayo. Kijana ambaye kwa sasa anakutazama na anatamani awe kama wewe, kesho awe mjumbe wa halmashauri kuu, unamwambia anapaswa afanye nini? Kwanza weke mbili, kwanza heshima. Mimi na vijana wangu na wote wameingiza kwenye siasa, na watoto wanne mimi wote wameingiza kwenye siasa. Na naambia wajifunze kwangu na wajifunze kwa viongozi wao. Watafanikiwa, watafika nilipofika mimi. Watafika. Mtazamaji, kumbuka tunagusia namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kimeweza kufanya maendeleo, kusababisha maendeleo katika serikali ambayo anaiongoza, na niko na comrade Engineer Nasli Ali Juma, yeye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, tukizungumzia zaidi kuhusu maendeleo namna ambavyo yalivyo. Tuiangalie Zanzibar kwa nafasi yake. Hali iko vipi katika upande mzima wa maendeleo katika eneo la siasa kwa Zanzibar? Maendeleo ni makubwa mno, na Mheshimiwa Dr. Hussein pamoja na Mheshimiwa Samia, kitu kikubwa ambacho tumeweza kufanikiwa na ambacho ndio muhimu kuleta umoja na mshikamano, kwa moja, kwa sababu kwa tayari uko nyuma kidogo kwa problem. Lakini sasa hivi imekuwa tuko pamoja, tunafanya kazi kwa pamoja, tunakubaliana. Mambo madogo bado hapo, lakini ataondoka tu baadaye.
Kwa hivyo hicho ndio ambacho kitu kikubwa ambacho mimi nakiona kipo, ambacho viongozi wetu wamefanikiwa kukifanya, kwa sababu bila amani hakuna lolote kufanya. Sawa. Na ukiangalia Zanzibar miaka 5 iliyopita au miaka 10 iliyopita na Zanzibar hii sasa hivi, kwa uzoefu wako na umekaa katika nafasi kwa muda mrefu, nini unachokiangalia, nini unakiangalia mbele, na hususan kuna wale wengine ambao wako katika siasa kupitia mikono yako wameingia, na unaona kwamba utapeleka vipi ili gurudumu mbele? Unajua kuna kitu kimoja, unajua mimi watu wengi wanapenda kutumia lugha nyingine ambazo utasikia tu mimi nafanya kazi na mheshimiwa sana, nafanya kazi na Dr. Mwinyi, nafanya kazi na mimi Dr. Mwinyi sifanye naye kazi, wale Dr. Samia. Mimi najifunza kwao, sisi nafanya nao kazi, mimi niko pale najifunza ili na mimi niwafunze wenzangu kuweza kusonga mbele. Sasa ukikubali siku zote kujifunza jambo jema, lakini utafanikiwa tu, huwezi kufeli. Hata uongozi, unajua mimi watu wengi wanaelewi. Mimi wakati nasoma skuli, nasoma sayansi mjini skuli, mimi nilikuwa sergeant darasani, ndio ndio kiongozi. Nikakaa pale kwa sergeant, nikakaa kiongozi pale. Baadaye kata mzee Karume bali kwa tutacheza parade. Bali kama wanajeshi, mimi najua vizuri nilichongoza mimi siku zote za mjini, nilikuwa toka kamanda. Kwa kuna mtu anataka kusema na sayango, basi hapo mimi nilikuwa ni kamanda na ngoza vikosi vyote. Tuko mbele, lakini niko mdogo. Wao huo uongozi unaanzia mtu toka mdogo, lakini ukiamua kujifunza, kuheshimu wanakuongoza, walimu wako, wadogo zako, basi utafika mbali. Na baadaye kidogo mwisho kama sasa hivi kwenye serikali pia nipo mimi, naongoza taasisi kubwa tu, naongoza hivyo jumbe wa bodi ya bandari, jumbe wa bodi ya serikali ya meli, nilikuwa tume ya habari, jumbe wa bodi. Yani naweza kusema ndani ya miaka 10 mimi niko kwenye bodi bila kuwa nje. Unaweza kutoka kwenye bodi afukatoka kwa kurejeshwa tena. Mimi miaka 10 non stop. Marais wote, maana wengine wanataka kusema manake hili kwa sababu rafiki yake fulani anajana na fulani, kwa sababu jumbe kamati kuu anateuliwa yeye tu. Hapana, mimi napata mpinzani. Kwa upinzani kwa kweli. Mheshimiwa Ahmed Masudi aliniteua kwa mjumbe wa bodi. Ahmed Masudi aliniteua kwa mjumbe wa bodi. Najua mimi kada kwa kweli anajua. Alipotoka Ahmed Masudi akaja mwingine kwa upinzani. Yule mzee Maalim Suleiman nani sijui. Wala kumaliza kanteua. Akaondoka akaja Jumaduni. Watu wakasema wala sasa akaenda Jumaduni bila atamtoa bwana. Wale wenzangu wengine wale wakaenda kwa Jumaduni. Bwana yule Nasir bwana, wewe unajua kama yule kada pale Kisonge ndo maskani yake. Yule sintewe. Jumaduni akasikiliza, mzee mzuri sana yule. Akaambia ni sawa, lakini tafuteni basi mwenye sifa kama yule. Wakashindwa. Jumaduni akaniteua mara 3. Unifahamu vizuri. Kwa hivyo na uzoefu mkubwa sana wa uongozi kwenye chama nipo, kwenye serikali nipo. Kwa hivyo utakuta kwamba uvumilivu na utamilivu, mambo mengi nimeshakuta, mengi sana tu. Kwa hiyo sijakata tamaa. Bado nipo, nitaendelea kuwepo. Siku ikifika Mungu akisema leo basi uongozi akitoa roho yake, itakuwa ni Mungu sio mtu. Katika uongozi, mwanzoni wakati nakusikiliza vizuri, comrade, umegusia kuhusu namna ambavyo ulianza ukiwa mdogo. Ndio. Na paka hapo umefika huko katika safari ya uongozi. Unadhani ile dhana ambayo iko kwenye jamii kwamba uongozi ni lazima usome, uongozi ni lazima uwe hivi, tunataka utueleze vizuri hapa kwamba
uongozi yani ili uwe kiongozi unapaswa kuwa na sifa zipi za kwenda shule au sifa ambazo umezaliwa nazo na Mungu amekupa karama? Shule ni lazima. Nadhani elimu dini zote. Hata kwenye dini yetu ya Kiislamu inasema nendeni hata Uchina. Kutafuta elimu. Lakini tatizo ile elimu unayoipata inatakiwa ifanye nini? Sio bandike kwenye ukumbi wako maana watu wengi ukumbi ndio wanaika pale PhD kama ile amesoma. Elimu maana yake nini? Uifanyie kazi kwenye society ya watu. Ndio itakuwa ile PhD yako ina maana na diploma yako ndio ina maana. Sasa hivi hawafanyi hivyo. Asilimia kubwa hawafanyi hivyo. Kwa nini unadhani? Kuna mazingira ambayo yanapelekea kutokufanya hivyo au ndo tunarudi pale kwenye kukosa uzalendo? Unajua tunasema kwamba ni wakati tukiwa wakati. Ni wakati. Zamani ilikuwa kwenda kunazi inaonekana mshamba. Sasa kunazi inakwenda market kununua. Umungu haujui. Na huna thamani. Na ndio maana mimi siwezi kutoa mfano kusema Mwenyezi Mungu mkubwa. Lakini kama watu wengine wanatoa nasi bwana punguza bwana huko hivyo masaleni kwa footballer tuko na mwili. Punguza bwana nasikiliza Mungu aliomba mbuyu na mkarafuu. Ndio Mungu ndio aliomba. Ndio mbuyu na mkarafuu. Huko ni thamani. Mimi nakuza mbuyu na mkarafuu. Huko nyuma. Na mpaka leo. Lakini mbaba mkarafuu. Kwa mbuyu au thamani. Kwa hiyo walivyoonga. Na kila mmoja atafanya kazi ya siasa. Kazi ya siasa ukimtanguliza Mungu ndio kubwa. Kwa sababu kwenye siasa kuna mambo mengi. Unaweza kupinda haki ya mtu, ukachukia mtu, ukamdhulumu mtu kwa nafasi yako. Lakini ukimtanguliza Mungu mbele basi. Katika nafasi ulionayo kuna kitu chochote ambacho kiliwahi kukutokea ukakaa binafsi kama binadamu ukasema basi mimi ngoja kwanza niache niangalie mashamba yangu kuniende kulima, na wengine wakaja kusema mzee tunakutaka bwana hebu usifanye uamuzi huo? Chochote kiwe kukutokea hicho na kinaweza kawa ni funzo kwa mtu mwingine ambaye labda ana nafasi nyingine anataka kuingia katika nafasi kama kwako akaona kumbe yanaweza katokea na nikasimama imara. Mimi nilivyo kutoka machozi sasa sio rahisi. Hata siku zangu nilipokufa sijatoka machozi. Nilisikitika sana lakini kana fikira nyingi sana. Lakini kwa siasa sasa nikuta mambo fika nyumbani kwangu mimi nilitoka machozi. Nilia sasa. Nikasema okay, Mungu yupo. Mungu yupo. Wanasema mti mzuri au hawati kukua. Sijavunjika moyo bwana, na sijavunjika moyo. Nifilia na mwanangu kwa machozi ya kutoka nilikanga sikitika, lakini nilipoingia na haya machozi alifunga sasa vipi huko usapigana usapigwa. Sasa nilikuwa mkorofi kwa kweli, zamani nilikuwa napata mimi. Toka kucheza football. Nishaje kufunga football history yangu mwaka mzima nisionekana kwenye kiwanja cha michezo. Kwa kitu hicho mwaka mzima. Kiwanja chochote. Na mimi nilikuwa ndo captain wa timu. Na huyu mswahili ananifahamu vizuri. Walikuja pale akamlezea kwa timu. Basi nilifungiwa vipi? Mwaka mzima nisionekane kiwanja chochote cha michezo. Sio kucheza huo. Usionekane. Ile kusimama tu. Lakini nafikiri kina marehemu Joseph Bakari na marehemu nani yule mzee wakaenda akatuombea. Sema vijana wamekosea kweli lakini watakuwa watu wazuri, wachezaji wazuri na nini, utoto na hivi na hivi, nikafunguliwa. Familia ina shauku kwa kiasi gani kuona baba yuko kwenye siasa, au familia ukirudi nyumbani waombe baba si uache baba, kweli baba hakuna kitu kingine kile cha kufanya, si uache, au familia wanakuambia endelea baba yetu tuko. Mimi kuna kipindi kusema kweli baada ya hilo jambo ambapo likanifanya kutoka na machozi nifikia bali kutaka ku step down, lakini watu wangu baba
Ukifanya hivyo na sisi tutaharibikiwa, kwa sababu wewe ndio unataka tuingie. Unatembelea njia yako. Ile jambo kubwa kweli hapa na sababu mtoto akishakwambia hivyo alafu ukaja kufanya alafu akaharibikiwa kweli. Ndio hicho kilifanya kidogo ni upate tatizo kidogo. Na nilikwenda kwa mshauri mmoja mkubwa tu, kamwambia kuna 1 2 3 mimi bora. Akanambia hapana, katulia. Kwa mimi ni mtu ambaye niko huko nyuma, niko mtu very temper na nikasema na hasira sana. Lakini mtu mzuri sana. Hata kwenye taasisi zinazokuwepo anasema sasa, asili bwana, mtu mzuri, mtu barabara, jina naze. Lakini mkali. Sio mkali na hasira, lakini kilikuwa hiyo. Kwa hii step ndofikia sasa hivi, basi nimeacha kila kitu. Bora ni hivi. Sawa. Mtazamaji, kumbuka na tazama Sky TV, na kubwa zaidi tunapata elimu, lakini tunapata kuweza kufahamu pia maisha ya siasa, maisha binafsi, namna ambavyo uongozi unaotakiwa kuwa, kwa sababu tuko na comrade engineer Nasli Ali Juma, yeye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, akielezea namna kashkash na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kutokea katika maisha, na wakati mwingine ukaona kwamba mimi naachia ngazi, lakini kumbuka kabisa kwamba kile unachokifanya kuna watu wanakutazama na wao wanataka waweze kunufaika kwa namna moja ama nyingine. Mapumziko yafuatayo katika jicho letu, tutakaporejea moja kwa moja tutaweza kuanza kuzungumzia namna ambavyo nini kifanyike ili dira ya maendeleo ya taifa 2050 iweze kutekelezeka vizuri zaidi. Je, unafahamu mafanikio ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale katika kipindi cha serikali ya awamu ya 8? Ndiyo, serikali ya awamu ya 8 inaongozwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sekta ya utalii visiwani Zanzibar inaendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji kwa kutunga sera, sheria na miongozo inayorahisisha uwekezaji katika sekta ya utalii. Katika kutekeleza malengo na mipango ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale katika kipindi cha miaka 5 imefanikiwa kutekeleza mikakati mbalimbali kwa kuongeza thamani na huduma katika sekta ya utalii visiwani Zanzibar. Mikakati hiyo ni pamoja na kuwashirikisha wananchi katika kuyatunza, kuyahifadhi na kuyatumia maeneo ya utamaduni na mambo ya kale, kuimarika kwa miradi ya uhifadhi na uendelezaji wa mji mkongwe wa Zanzibar, kuyaboresha maeneo ya kihistoria kwa kuyafanyia matengenezo makubwa, sambamba na kuimarika kwa uwekezaji katika maeneo ya kihistoria na mambo ya kale. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale imefanikiwa kuongeza matamasha yanayotangaza vivutio vya utalii, kuongeza uwekezaji katika miradi ya utalii, kupokea tuzo 6 za utalii kimataifa, kuongezeka kwa idadi ya watalii wanaotembelea Zanzibar, huku idadi ya hoteli za daraja la juu zikiendelea kuongezeka. Jitihada zaidi zinaendelea kuchukuliwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kukuza utalii na michezo na kuongezeka kwa taasisi binafsi zinazosaidiana na serikali kusimamia sekta ya utalii. Mafanikio ambayo yamechochewa na kutengenezwa kwa filamu za Royal Tour na Presidential Tour ambazo zimesaidia kutangaza vivutio vya utalii vya Zanzibar. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale inawapongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa juhudi zao za pamoja za kuimarisha utalii nchini Tanzania. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale inawashajilisha wananchi wote
kuunga mkono juhudi za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na kuendeleza na kuikuza sekta ya utalii visiwani Zanzibar, na kuwakumbusha kuwa Watanzania wote kudumisha amani, umoja, utulivu pamoja na maridhiano katika kipindi hiki cha kuelekea na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Mungu ibariki Zanzibar. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Na wakati mwingine tena mara baada ya mapumziko mafupi, kumbuka unatazama Sky TV. Tufuatilie kwa mitandao ya kijamii YouTube, Instagram pamoja na Facebook, kuandika tu Sky International TV. Lakini wakati huo pia ni kufahamisha kabisa kwamba unafuatilia vizuri zaidi Jicho Letu. Niko na comrade engineer Nasli Ali Juma. Yeye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Mwanzoni kabla hatujaenda mapumziko nisema kwamba tukirejea tutagusia kuhusu dira ya maendeleo ya taifa kuanzia 2025 kwenda 2050. Lakini kabla hatujaenda kulijibu hilo, comrade hajaweza kulijibu hilo kwa ukubwa wake, nataka kufahamu jambo moja tu. Hii nafasi ya mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, wakati tunaenda mapumziko nimefikiria sana, nasema sifa zake ni zipi? Yani unakuwaje paka unakuwa mjumbe wa kamati kuu? Sifa hii nataka kufahamu mimi, lakini pia hata mtazamaji naye angependa kuweza kufahamu. Karibu. Ndugu mtangazaji, kwanza kwa na sifa ya mjumbe wa kamati kuu mpaka wakafikia hapa, kuna vigezo vingi tu. Kwanza lazima mjumbe wa kamati kuu uwe mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa anapatikana kwenye mikoa. Kwanza kwenye mikoa, kwa Zanzibar kila mkoa wanatoka wajumbe 4 kwa Zanzibar. Kwa bara kila mkoa mjumbe mmoja sasa hivi. Alafu kuna viti vile wanaita, zamani tukiita kundi la kifo. Kundi la kifo. La kifo, viongozi wale nyanya. Bara la visiwani. Ukishakuwa mjumbe wa halmashauri ya taifa sasa, ukishinda rais anateua,
kupigwa kura ili apatikane wajumbe wa kamati kuu, na wengine wanaingia kwa sifa zao. Sasa mimi niliingia kundi la kifo la viti 20, kwa viti 20 mara mwanzo kabisa. Lakini huko nyuma nilikuwa kwenye wadi, mjumbe wa mkutano mkuu, nilikuwa mjumbe wa wilaya, nilikuwa huko. Nikasema hapa hata nije kwenye kapu la kwetu. Yaani kuingia kusoma sahara. Vile wote waziri mkuu nani ndio naingia kule. Nikaingia kule mara mwanzo kabisa nimeingia kule. Kuingia kashindwa katika watu atakuwa 60, atakuwa watu 20. Nikatokea mtu wa 32 nafikiri. Sawa. Sasa nilikuwa na mwenzangu mmoja mara mjecha Thabiti Kombo. Alikuwa rafiki sana. Ndio mshauri. Akaniambia nasi sisi kwa vitu tulivyo mimi na wewe hapa Unguja hatupati Zanzibar. Hapa Zanzibar hatupati bwana. Tuingie kapuni. Mimi kama hizo tutashinda sasa tuingie huko. Tutajua huko. Tukaingia mimi katokea wa 32, yeye alikuwa wa 27 nafikiri kama sikosei. Tukakubaliana kwa mpaka tuingie tena. Mwenzangu atakuja mbele yake hakuwahi, mimi kaingia tena. Kule nikatokea mtu wa 4. Mara kwanza ulikuwa 30. Na tulikuwa watumia na kama nafikiri tukachuja tukabakia 60 tukapelekwa 71 au 60 kama. Nikatokea mtu wa 4. Mara ya pili hiyo. Mara pili. Mtu wa 4 sio mchezo. 5 bora upo. 5 bora. Nikaingia. Nikasema bado kija tena nitaingia tena. Nikaingia tena kule. Tukaenda kwenye siasa, maneno, mvutano. Unajua siasa bwana. Wako wanakupenda, wako wasakupenda. Bwana safari tunamtoa safari bwana. Nikabla mnitoi. Tutapambana. Nikahangaika kwa kweli. Basi huku na huku akatokea 11. Kama kutokea Januari Makamba kwa bara. Wakati kumbe Januari kumbuka mpaka leo. Januari Makamba 11 na mimi kwa 11. Baada ya hiyo tutaja biashara imekwisha. Na nyinyi watu wa habari la sana nyinyi lazima kwa fitna ndio wenyewe. Nyinyi mkitaka kumpandisha mtu unampandisha. Mkitaka kuangusha mtu unaangusha. Basi mpaka ataje mtu wa 10 ile kamera kanileta mimi pale. Mimi nikaa hivi maana kana swali. Nikaa very serious. Sasa jamaa usafarikiwa kunitoa. Wameweza. Ile kamera pedi kalileta bwana. Mpaka ile 11 analeta kutaja tu. Kaondo. Nikaingia mimi 11 mimi nakumbuka 12 huyo Mbeto. Na mimi na Mbeto tunakaa mtaa mmoja, baraza moja, wa moja na mpaka kesho walikusudia kweli ndio mimi na Mbeto. Huyu mwelezi. Lakini ndo tanguzi. Tukabia 11, kuna Mbeto Mbeto, wa 13 kwa rara 14 mabodi. Na tangu katibu mkuu alikuwa yeye wako 14. Ilikuwa shidani kwa mkali kweli. Na naamini kwa safari itakuwa vile vile. Lakini mimi naamini kwa Mwenyezi Mungu anatakiwa hai nitashinda tena. Kwa sababu ya uwezo na namtanguliza Mungu. Huwa inafanyika kila baada ya muda gani? Miaka 5. Kila baada ya miaka 5. Okay. Sawa. Hiyo ni moja kati ya kitu ambacho tutaka kuweza kukifahamu. Bado sijamaliza. Baada ya kushinda hapo. Inabidi inatafuta kamati kuu. Na kamati kuu inaundwa vipi? Wajumbe 3 Zanzibar kipindi kilikuwa. Wajumbe 3 bara, lakini mmoja anakuwa mwanamke. Sasa Mheshimiwa Rais katika wale wajumbe wa halmashauri kuu anapeleka majina yake, anashuka majina yake. Na huko anashuka. Alafu mnapigwa kura. Nakumbuka mimi tulikuwa sisi watu 10 au 8. Nadhani tulikuwa 8. Sasa hapo kutoka 8 watakiwa kule sisi watakuwa 2 tu. Ili waingie kamati kuu. Na kule bara 8 ili waingie kamati kuu. Na inakuwa pale haina kampeni. Hakuna mtoto pale. Rais asoma jina pale. Basi. Kubwa kuna pale.
nikatokea kwanza nikaingia mimi. Wa pili alikuwa rafiki yangu mmoja mtu mmoja Budu huko mpaka leo. Yeye very senior. Yeye akatokea pili na kule kwa wanawake Mheshimiwa Langoza akashinda. Na hii mara pili ndio tuko wajumbe watatu. Na kijiji maongeza tena watatu sasa tuko 6. Ndio kwa matokeo ni kuondoa hivyo. Okay. Basi nashukuru na hongera kwa safari yako kwa sababu ni moja kati ya safari ambayo inatia moyo na kuonyesha kwamba upaswi kukata tamaa. Unapaswa kuendelea, kila kitu kinawezekana. Kwa sababu ukikumbuka kwamba uliingia kwa 32 ukawa wa 4 baadaye ukawa wa kwanza. Alafu kama tukio mkawa kwanza kategoriwa kwanza. Maana yake safari hii alafu ndani kama tukio tena kategoriwa kwenye mjumbe wa kamati ya maadili ndogo. Ambayo inatakiwa mjumbe mmoja anatoka Zanzibar, mmoja anatoka bara. Mimi nikachaguliwa kwa Zanzibar na mzee Pinda akachaguliwa kwa bara. Kwa mujibu wa katiba makamu mwenyekiti anakuwa ndo mwenyekiti wetu kamati ndogo ya maadili. Ndo niko vile kamati ndogo ya maadili. Sawa sawa. Nimeingia vile vile. Okay. Hongera sana. Tuzungumzie dira 2025 mpaka 2050. Kwanza tuanze dira iliyopita. Na uzuri comrade ulikuwepo kipindi hicho na umeshiriki vizuri. Dira iliyopita imefanya kile kilichotakiwa kufanyika kwa kiwango cha 100% au kuna vingine ilishindwa kuweza kufanya kutokana na mabadiliko mbalimbali ya kimaisha na mambo ya ajira, tunazungumzia ajira. Dira. Ya ajira. Dira. Kuhusu ajira. Kuhusu ajira. Unajua ajira kwanza kwa ufupi inafanyika vizuri. Lakini ajira ina sehemu mbili. Kuna ajira ya serikali na ajira ya watu binafsi. Kila ukiinvest sana na ajira zinakuwa. Kwa sababu kila siku watu wanakuwa hawapungui, japo wanakufa. Ndio. Japo wanakufa kwa wazaliwa wengi, ukifanya hesabu. Kwa hivyo serikali imejitahidi sana kuweza kuleta ajira. Imeweza kuleta wawekezaji kuweza kuja kuwekeza ili ajira zipatikane. Na ndio lengo la serikali na tunaelekea huko ili ajira ziwe nyingi kwa vijana zipatikane. Kwa hivyo tunaweka sera nzuri za kuwavutia wawekezaji. Kwa sababu wawekezaji wanakuja na kutokana na ile namna ambayo wenyewe mnawekeza. Wanakuja. Kuna baadhi nadhani mimi si mtu wa hivyo, lakini nadhani kuna baadhi ya masharti kidogo yameregezwa ili waweze kuja kwa wingi, maana kuja kwa wingi kwa wao ndio kwa vijana ajira zinapatikana. Na ndio hiyo ambalo jambo ambalo tunajitahidi sana sasa hivi kulifanyia kazi. Na naamini tu kwamba tutafanikiwa. Watakuja tu watu invest. Unajua kama mfano si bandari umeona bwana, makelele hawezi kuacha makelele. Mimi nakumbuka hii kesi ya bandari ilipotokezea hii ya DP World ya. Mimi wakati ninakwenda na pale Singapore mwaka 87 mwaka 87 nakumbuka. Tunapita pale sisi bandari kule kuna bandari ya mbolea mbali. Kuna bandari ya vyakula mbali. Na kuna bandari makontena mbali. Na zote zinaubia na nani investors sio serikali. Katika 87 huko. Wamefanya hivyo. Na Singapore tukuna nakuwa kama kwa gani ndugu yako umekulia Dar es Salaam barabara ile Singapore mwaka 82 Singapore mwaka 82 nafikiri hujazaliwa ile ilikuwa kama vile yani ukishuka pale kama ushuka Kinondoni ya miaka hiyo. Lakini mimi napita pale 87 Singapore Ulaya kuliko Ulaya. Wamefanikiwa. Sasa watu wengine wanaajabu sana ikifanikiwa. Zanzibar itafanikiwa vizuri sana. Tutakuwa kuliko Singapore. Sio kama Singapore tunaamini kuliko. Kwa ambazo kwa viongozi wetu hao hizi tunao wanasimamia sera hizi na mambo nani itakuwa kuliko Singapore Zanzibar. Spidi itakuwa kubwa. Tuombe Mungu tu twende vizuri, amani iwepo, tupate kiongozi wa kumrisi Dr. Mwinyi na Mheshimiwa Samia kama walivyo wao. Basi
Katika undani wa dira, tukiacha ajira, tuende katika maendeleo na miradi mbalimbali ya maendeleo. Hapa bado tunagusia dira ile ambayo tumetoka kuimaliza kabla tujaanza dira hii mpya. Utekelezaji wake unauona katika njia ipi kwamba umefanikiwa kwa kiwango kikubwa au bado kuna maeneo pia hayakufanikiwa kwa kiwango kubwa? Si kwa kutokufanikiwa kwa sababu ya maksudi, labda inawezekana kwa kutokufanikiwa kutokana na mazingira, kiwemo uchumi na mambo ya namna hiyo, vitu vya namna hiyo. Unaionaje hiyo? Mafanikio yanaweza kuwa makubwa tena sana, kwa sababu nini? Zamani ilikuwa miundombinu mfano. Sasa utakuja kampuni moja tu ya mole ndio kwa barabara. Sasa hivi makampuni matatu manne, huyu anajenga huku, huyu anajenga huku, huyu anajenga huku. Hospitali vile vile, Mturuki anajenga huku, Mchina anajenga huku, Mkorea anajenga huku. Umeona? Hata bara nafikiri makampuni ya barabara wengine wanapoa nusu, ilikuwa yani hakuna hiyo. Unapoa barabara kutoka jenga peke yako. Wala hakuna usimamizi mzuri. Lakini sasa nafikiri usimamizi na dira na maelekezo ya viongozi wetu wanavyoelekeza na ufuatiliaji. Kwa sababu jambo lote linatakiwa ufuatiliaji. Tutakwenda vizuri tu. Sasa hivi Zanzibar barabara inajengwa huku unajengwa. Sasa hivi shauri moja kunajenga magorofa. Yaani namna hiyo tunakwenda very speed. Tuombe Mungu tume wetu usiyumbe kidogo, hivi stable au zidi zaidi, basi tafanikiwa. Na atakayekuja kama hivi basi, kwani hizo wilaya zilikuwa vipi bwana? Mimi naweza kwenda Gaya na miaka 80 na miaka 26 naweza kusafiri mimi na miaka 23. Naweza kusafiri. Mimi safari nchi nyingi. Sasa sawa, lakini za Afrika pengine 100. Hii Afrika, nchi zote za Afrika zenye bahari nimeshafika. Ukienda kwa Far East, nchi zote zenye bahari nimeshafika. Nimeshafika Japan, nimeshafika Korea, nimeshafika Singapore, nimeshafika Malaysia, yani mote. Lakini kuna watu kujua mpaka niseme, na mimi wasipende kujisifu. Sema ndio ndivyo hivi. Wewe umeshakwenda kwa watu wa tai. Hapana. Kwa nini? Nataka ni gengo zaidi. Nataka nakumbuka sikana sina nadhani nilikuwa South Africa karibuni kwa kile cha Tanzania nina mzepinda. Tumevaa suti ya blue na nilipofika kaivua kaweka sijui kama hizo tena. Sasa baadaye Sasa kwa dira hii sasa 2025 kwenda 2050, yale yaliyowekwa katika dira na kule tunakoelekea, wewe unapaonaje na unaitazamaje dira? Lakini pia wale wahusika wa kuifikisha dira ile ni wananchi na serikali, si ndio? Ndio inamaanisha kwamba wananchi wafanye shughuli yao, wasimame katika kile kuwajibika kwao, na serikali nayo ifungue njia katika mambo tofauti tofauti. Hii unaizungumziaje dira hii mpya ambayo tumeanza kwa kipindi hiki? Kwanza lazima ujue nchi inajengwa na wananchi, sio president au sio mwenyekiti wa chama. Kwamba wananchi watoe mchango mkubwa kuisupport serikali. Kwa kiongozi wote, kiongozi wao kuwepo na atakayekuja, wananchi wajikomiti, wakubali kwamba wafanye kazi pamoja na serikali, wakubali. Jambo la msingi sana hilo. Lakini kama serikali inataka kufanya hivi, wananchi wataka hivi, wanabeza hivi, wanasema hivi, la kwa ngumu kidogo. Lakini tukienda kwenye mwenendo huo, nadhani itakuwa more successful sana. Kwa sababu hao wenzetu wote wameweza kujenga kwa sababu hiyo kwa pamoja. Na tusipoangalia vizuri, tukianza kuleta mambo ya mengine ajabu, Mungu atupishe mbali, tunaweza tukarudi nyuma kidogo. Lakini msaada wa Mwenyezi Mungu atatujalia, basi tuende hivi, na Mungu ajalie viongozi wetu, ape nguvu, ape hekima na busara na nini, tuweze kwenda vizuri. Eneo la elimu, lakini muhimu kubwa zaidi wananchi wenyewe wajicommit, na wao wenyewe wanataka maendeleo. Kwa sababu ile kama kwa baadhi mpaka leo baadhi ya wananchi ukienda vijijini wengine ukijenga ghorofa wananuna. Unaweza kuamini hilo? Ghorofa wao umeamua kujenga tu sio ghorofa, hata kujenga skuli ghorofa basi tu
bure tu. Hapendi kuja kwa skuli la ghorofa, basi ataweza. Unaamini wanachia hapo? Unaamini wapo hawapo? Wapo. Kwa sababu si wazalendo na sijui wanakuwa na akili gani au mawazo gani. Sasa wote wa kitu kimoja. Mmoja viongozi wao. Biashara imemalizika ya maendeleo. Eneo la elimu naizungumziaje? Ukiangalia elimu ya kipindi chenu wakati mko vijana na elimu ya sasa hivi ambayo tunaenda nayo na uwekezaji ambao upo, unaweza kuzungumzia vipi hili? Mimi kwa mimi nilivyokuambia kweli. Mimi mswahili nakwambia vipi? Elimu ni elimu na lazima kila mtu awe nayo. Lakini kuna kitu kinaitwa capability ya mtu. Ndio hapo tofauti. Capability ya mtu. Inaweza kuwa wewe professor. Mimi pengine form 4. Mimi nikawa nafanya kazi vizuri, kiongozi vizuri, kiongozi mwadilifu, nafahamu kwa sababu ya capability. Na ukizama sasa hivi wanafeli wengi, mimi nakwambia ni maprofesa na madokta. Na ndio wapuzi wengine, wapuzi wanasema mambo ajabu. Unashangaa huyu profesa, huyu ana PhD kweli? Sasa capability ya mtu vile alivyo kijana inampa uwezo wa kuongoza au kufanya ambayo yale anataka kufanya kwa maslahi ya nchi yake. Wewe utakuwa na degree 10 ya capability yako 0 ufanye chochote, mimi nakwambia. Ninajua hayo mambo. Hakuna mtu kunidanganya. Sababu mimi marais wote nimepiga kura. Marais wote. Mimi Karuma anakwenda kubwa risasi, anapita pale mimi nacheza football kama hapo. Sasa moja na ishara. Mbaraka kule anatoka na gari yake, anakwenda zake office school. Baada ya dakika 10 tu naona kulikuwa na wanajeshi wanacheza gofu, wengine wanacheza unajua. Naona wanakimbizana. Sasa mimi mjomba wangu wanajeshi alikuwa anacheza gofu. Akanambia mjomba anaanza kwa balaki ile. Nipeleke nyumbani. Akapanda Vespa mwenzake akazao ambili. Karibu sababu sasa. Pale maisha. Ni jicho letu tukigusia masuala tofauti, uongozi, maisha halisi, lakini namna pia kuweza kufikia maendeleo. Tumegusia pia ilani kwa kiwango chake na dira ya maendeleo ya taifa kwa kiwango ambacho tumeweza kukigusia. Unadhani comrade Engineer Nas Al Juma, nini kifanyike ili tuweze kufikia katika maendeleo ambayo tumekuwa tunayahitaji, tunayatamani, na wakati mwingine tunadhani labda wenzetu nao wanayo na sisi tunahitaji kuwa nayo, tumekuwa tukipiga kelele kila siku? Nini kifanyike? Kinachotakiwa kufanyika ni kila mmoja uelewa kwamba nchi inataka kwenda wapi na tuko wapi. Kila mwananchi ajue, aelewe, na kama nilivyokuambia kuamua kuunga mkono viongozi wetu. Hilo ndio kubwa, na umoja na mshikamano na amani. Nchi itakwenda tu. Neno lako zuri kwa mtazamaji, kwa jamii ni lipi? Tuko tunaenda ukingoni kabisa. Kwa jamii nini nimwambie? Chochote ambacho nataka kuongea na jamii, nataka kuongea na mtazamaji wa Sky TV anakutazama. Mimi nataka kuomba kwa wananchi wote wa Zanzibar na Tanzania nzima watangulize kwamba hii ni nchi yao. Tanzania ni ya kwao. Tanzania ni ya kwao. Narudi pale pale, wao unaipenda nchi yako, automatic itakuwa kila kitu kinafanya vizuri. Utakuwa na discipline, heshima, utajituma. Yaani kujituma ndio kitu lazima. Unajua mimi nafanya kazi na China. Mimi bahatika sana. Nafanya kazi na China, nafanya kazi na Warusi, nafanya kazi na Wajerumani wamenisomesha. Sawa. Kwa hivyo wao China wanajituma kweli kweli.
na wana uzalendo wa hali ya juu. Kufanya upuuzi unaondoka tu. Sasa lazima tujitume, yani tujitume kweli kweli. Kujituma ndio jambo kubwa, na kuwaheshimu viongozi. Basi nilikuwa kazi China, mimi nilikuwa mfanyakazi Medina China, nilikuwa junior engineer wa China. Nilifanya kazi na Warusi nilifanya kazi nao, nilikuwa second engineer, ni senior officer. Na baadaye walipoondoka Warusi wakaniachia mimi Silicamento chief engineer. Nafanya kazi. Sasa nilikuwa najituma, naipenda ile kazi. Maana mimi napenda sana kazi ya habari. Mimi niliacha football. Kwa football ingeendeleza ngecheza kwa Stars mimi. Bila kipingamizi ngecheza. Hawa kina Mali, kina Mkweche, yule mmoja Kasimani Manara wale mchezaji mpira alikuwa anajua kwa mimi kwa mtwana mbele. Mchezaji football kwa kweli. Mimi football kwa kama mimi. Lakini ngecheza mpaka Taifa Stars. Kwa ni kujituma nasema ni kujituma heshima na heshima. Nidhamu ndio kila kitu. Nidhamu ndio kila kitu. Kuna kama mtoto. Kwa sababu ni bako mwenyewe, umejenga mwenyewe. Si ni bako. Mbona pili mlango nyuma? Na pili mlango mbele. Si utaratibu? Ukinywa chai kama mwanamke au mwanao akikulezea chakula la kisahani, hawezi kuleta kikombe kitupu. Kwa sababu kama akikulezea kikombe kitupu huwezi kunywa. Si utaratibu? Lazima heshima. Kitu kikubwa ni heshima. Kwa sababu heshima inakuja kila kitu. Kutoka na heshima na maana wewe bedi na kwa nake unakuwa na heshima na busara. Heshima inakupeleka kila mahali. Sawa. Mtazamaji wa Sky TV, tunatamani sana kuweza kuendelea na jicho letu, lakini muda sio rafiki, na leo ni sema bahati kwa sababu nimepata nafasi ya kuwa na comrade engineer Nasli Ali Juma, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Asante sana baba. Asante, mimi nakushukuru sana. Na kwa sababu mara ya pili, mara mwanzo mlikuja nyumbani. Sasa sijui nilikuwa kwa nini muda mfupi mnaniita hapa studio. Sijui nilivyotoa kitu gani. Na mimi mara nyingi mimi mwandishi wa habari nilikuwa naogopa sana nakimbia. Kwa sababu najua filmu zao kada na sababu sana. Lakini leo kuna sijui ndio mwanza kuniandaa na jambo hili mambo hayo nataka kunyanyua na nataka kuangusha. Tunataka tukunyanyua. Lakini niko makini. Niko makini kweli. Tunakunyanyua. Sawa. Tunakushukuru sana kuweza kufika, na kushukuru sana kuweza kuzungumza na wewe mtazamaji. Pia na yetu matumaini kwamba umepata elimu ya kutosha kuhusu kile ambacho tumeweza kukizungumza. Hili ndio jicho letu, na endelea kuweza kutazama vizuri zaidi Sky TV popote pale ambapo upo. Maliango Mgeta ndo jina langu, nikutakie wakati mwema. Sky TV.